Nikukaribishe kwenye darasa na fundisho la leo. Leo tuna ishara 4 za mwili usizotakiwa kupuuza, maana Mungu anasema na wewe. Ishara hizi 4 za mwili usizipuuze, maana Mungu anasema na wewe. Nataka nikwambie njia za Mungu hazichunguziki na njia ya Mungu si ya mwanadamu. Wengi wanahisi Mungu anazungumza tu kupitia ndoto, au wanasoma maandiko tu inatosha, au wanapata hatia fulani basi wanahisi ni sauti tu hiyo tu. Lakini Mungu anaweza kuongea pia kupitia ishara, hali na vitu mbalimbali. Sasa mwili wetu unaweza huwa ni contact ya Mungu kuzungumza na sisi, kutuonya, kutuongoza, kutufundisha, kutuelekeza au kutubadilisha pia. Sasa ishara ya kwanza ya mwili usiotakiwa kupuuza ni mguu kuchoma. Unataka kwenda sehemu, ghafla unasikia mguu umechoma, ni wa kushoto au wa kulia. Kwa sisi wanadamu tunapokuwa hapa duniani, mguu wa kulia au mkono wa kulia ina maana ni ishara ya upande wa Mungu. Lakini rohoni kwa Mungu yeye ni upande wa kushoto. Kwa hiyo lakini sisi anazungumza na sisi kupitia mkono wa kulia au mguu wa kulia au upande wa kulia. Upande wa kuume ni upande wa Mungu. Kwa hiyo basi unapoona mguu wa kulia umechoma, labda unataka kuelekea sehemu, basi jua utaweza kutembea na safari yako itakuwa safi. Lakini kushoto inapochoma, muda mwingine Mungu anakuzuia safari hiyo au anakupa taarifa juu ya kile unachotaka kukiendea, wenda hautopata majibu au utapata vikwazo. Lakini jicho kucheza, la kushoto au la kulia, upande wa juu au wa chini. Kama ni jicho la kushoto ukiwa wewe, ina maana unaweza kupata taarifa mbaya, hususan upande wa chini unapocheza. Lakini upande wa kulia, hususan upande wa juu, unapocheza jua uko tayari kupokea taarifa njema. Lakini 3 ni ishara ya kichwani. Mkono, kichwa hapa kwenye utosi au kichwa upande wa kulia au kushoto, unaweza kuonesha mawazo na maamuzi kwenye maisha yako. Hiyo ni ishara ya kinabii. Kama ni upande wa kulia, ina maana wenda wazo ulilowaza ni sahihi. Upande wa kushoto wenda wazo ulilowaza si sahihi kwa wewe. Lakini 4 ni ishara ya mkono. Ishara ya mkono, mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Kuna wengine wanaweza kuwashwa kwenye kiganja cha mkono wa kulia, wengine kuwashwa kwenye kiganja cha mkono wa kushoto. Kama ni kiganja au mkono wa kulia, ina maana kile utakachokigusa kitafanikiwa. Lakini kama ni kushoto, kile utakachokigusa hakitofanikiwa au hakitoleta matokeo au utapata hasara. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu. Viungo huwa vinacheza kila wakati. Hali mbalimbali zinaweza kutokea. Unaweza kupita sehemu usikie harufu mbaya au usikie kama joto. Unaweza kuona viumbe tofauti tofauti ndani ya nyumba yako au kwenye mazingira ghafla. Kwa hiyo ni vitu vingi. Vingine tunaweza kuona ishara au wengine tunaweza kuona katika uhalisia. Kwa hiyo hizo zote ni ishara ambazo ni Roho Mtakatifu anafunua baadhi ya vitu kinabii ili uweze kubadili mfumo wa maisha yako au kujua njia gani uiendee na au njia gani usiendee. Kumbuka, tusipoongozwa rohoni ni rahisi kuanguka kwenye mikono ya adui au kupata hasara au kujitenga na Mungu. Kwa hiyo kama shetani anavyotengeneza mtego wa kuwavuta watu katika hasara na uharibifu, pia na Mungu hajaacha kutuongoza kupitia njia mbalimbali ili na sisi tuweze kushinda na kutembea katika njia ya Mungu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.